Shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai mko sana, natumai Bwana muhifadhi amewalinda nako nanyi. Najua kwamba kuna shamra, kuna furaha ya hii sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Ukiangalia katika masoko, watu wanafanya ununuzi, yani unapata kuna ile mipangilio ya sherehe. Na pia hii mwezi kuna kitu ambacho kinafanyika, inaitwa mwezi ya kujiachilia, mwezi ya kutesa, mwezi ya kuenda pale kuonyesha ubabe na nguvu ya kifedha. Ni ile mwezi ambaye watu wanatokelezea, ni ile mwezi ambaye watu wanaenda pale kufanya ununuzi, wengine wanaenda likizo. Lakini kuna kitu ambacho kinawasukuma, kuna kamsukumo mahali. Ndio nataka leo tuangazie. Nataka tuangalie hii mada ambaye Yesu alitufunza. Unajua sisi ni Wakristo, mada tunapata mwongozo kutoka kwa Yesu. Sisi ni Wakristo maana tunafuata mfano wa Yesu. Sisi ni Wakristo maana tunapata hekima kutoka kwa mafunzo ya Yesu. Kwa hivyo leo kuna kitu ambacho kitajidhihirisha sana katika hii msimu ya Krismasi. Watu kutafuta sifa, watu kutafuta kuheshimika, watu kutamba. Yesu akatuambia kuhusu mambo ya sifa, asua sifa binadamu. Tuende moja kwa moja kitabu cha Luka sura ya 6 mstari ule wa 26. Kitabu cha Luka mlango wa 6 mstari ule wa 26. Biblia inatuambia kwa undani na kwa ufasaha, ole wenu nyinyi iwapo watu wote wanawasifu. Ole wenu nyinyi iwapo watu wote wanawasifu, maana wazee wao walifanya hivyo, waliwafanyia manabii wa uongo hivyo. Yani tunatafuta sifa, tusifiwe na watu wote. Ndio maana unapata kuna biashara itanoga sana hii msimu ya Krismasi, inaitwa biashara ya Shylock, wale ambao wanakopesha. Maana mtu anataka sifa kwa watu wote. Akienda pale mashambani, anataka watu wasione anaishi kwa nguvu ya macho, watu wasione anateseka mjini. Kwa hivyo unapata watu wanataka sifa, watambulike. Wataenda pale wachukue mkopo. Wengine wanachukua mkopo kwa zile zinaitwa kwa njia ya simu. Wengine wanakopesha marafiki zao waende kutesa, wapate sifa mtaani. Yesu akatukanya, ole wenu iwapo watu wote watawasifu. Ole wenu. Yani watu watafuta sifa katika kila mahali. Kuna watu watatafuta njia zote ili wapate sifa, wasifike na watu wote. Wanaenda njia zote. Ukiangalia biashara ambaye pia itanoga, inaitwa ile kahaya. Wale ambao wanaenda pale kukodesha gari, waende kutesa. Madhumuni yao wapate kutambulika, wasifiwe na watu wote. Yesu anatukanya, anatuambia ole wenu wale ambao wanatafuta sifa ya binadamu. Sifa ya binadamu itakufanya upotee. Ndio maana anasema wazee wenu waliwafanyia manabii wa uongo hivyo ndivyo. Unajua manabii wa uongo
Kwa ajili ya hizi sifa ndio ziliwafanya wakapotea, wakawa na kiburi, hawawezi kutubu, wakawa na kiburi kuongeza makali ya ujanja wao. Kitu ambayo inachangia nabii wa uongo ni wanapenda sifa, wanapenda kusifiwa. Ndio maana unapata wakati ukisoma Matendo ya Mitume, Petero na Yohana wakaponyesha ule mtu ambaye alikuwa kiwete, watu wakataa kuabudu, walikataa ibada. Paulo na Sila, Paulo na Barnaba, ukisoma Matendo ya Mitume 16, wakaenda pale wakasaidia jamaa fulani, watu wakataa kuabudu, wakawapa jina ya miungu, walikataa ibada. Lakini manabii wa uongo wanapenda sifa binadamu. Hivi ndivyo ikwaza leo. Unataka madaraka, unajipea jina. Kuna wengine sasa wanajiita Bwana, wanajiita Lord, wanajiita ancient prophet, nabii wa nyakati za kale. Ni sifa ya binadamu. Ndio maana Yesu anasema ole wenu wakati watu wanawasifu. Hivi ndivyo baba zenu waliwafanyia manabii wa uongo. Sifa. Nataka mimi ndio wajue. Ole wako. Hata Mhubiri anasema, Sulemani, kitabu cha Mhubiri ukisoma 4:4, anasema amegundua kwa nini watu wanafanya bidii, watu wanajitahidi kwa kazi. Ni kwa vile wamejaa na kinyongo, wanataka hao ndio wasifiwe. Kwa hivyo watu wanajituma si kwa ajili yao, si kukimu mahitaji yao, si kufanya ili waboreshe maisha yao, ni kwa vile wanataka wasifiwe. Ndio maana unapata ukiangalia pale, leo niko pale Vision, ile uga ya Vision, utapata kuna watu wamelala pale. Watu wengi wamelala pale, si hata wana manyumba, lakini kuna mtu anawanyima usingizi. Kuna mtu juu amenunua sabufa, anawanyima usingizi. Pengine walifanya kazi usiku, wanataka watulie. Hapa ndio unapata mtu anataka asifiwe kwamba ndiye ako na debe, ananyima wenzake usingizi. Pengine ndio kiateka, hauwezi kwenda pale kumkanya, ananyima watu usingizi, maana anataka yeye ndiye asifiwe, yeye ndio kwake kuna dunda. Yani kila mtu anataka asifiwe. Akisikia kwamba kuna mwingine anasifiwa, anasikia kinyongo. Kitabu cha Wafalme tunatambulishwa kwa nabii mmoja ambaye alikuwa anatumika sana, Mungu akacha kumtumia. Maandiko yanatuambia kwamba kukaibuka nabii mwingine, yule akasikia vibaya sana, akaenda pale kumdanganya, maana yeye alitaka ende asifiwe. Nilikuwa naongea na mchungaji mwingine hapa, ananiambia kwamba shida ya kanisa ni kwamba wachungaji hawataki kuinua watu, maana nataka tu ni mimi, miaka nenda rudi ni mimi, maana tumependa sifa sana. Unaona makanisa ukipita ni ule mchungaji yule. Mara nyingi nikipita Tasia naona ni wachungaji ni wale, miaka nenda miaka rudi ni wale. Maana utaki mwingine apate sifa, unapenda sifa binadamu. Ole wako watu wanakulimbikia sifa. Iwapo watu wote wanakusifu, utajua kama uko na shida. Kubali pia wengine wakukosoe. Unajua kila mtu anapenda tu ni kama Ahabu alipenda tu sifa, apendi kukosolewa. Ndio maana mtumishi wa Mungu Mikaia anampea unabii, anasema ule mtu ananipa unabii ya uongo. Alipenda sifa, kuambiwa na watu wote, mfalme uko sawa, unaongoza vizuri. Alafu baadaye akakasirika, akatoa amri,
funga huyu nabii. Naye nabii akasema, kama Mungu aliniita, ukirejea salama, basi nitaabudu Mungu wako. Na kurudi akiwa hai, alidungwa na mshale, akalambwa, mwili wake kalambwa na mbwa. Alipenda sifa kwa watu wote. Wacha watu wawili watatu wakosoe. Ukiwa kiongozi unapenda tu sifa. Mfalme, kiongozi, kiongozi, mwesh. Kubali watu watatu wakukosoe. Wacha kanisa ukosoe. Kanisa ikikwambia hii mswada si nzuri, wasikize. Unajua tuko na viongozi wako na wale mashauri, lakini ni kama hao ndio wanashauri watu wanaoshauri. Unapenda sifa watu wote. Wacha watu wawili watatu wakukosoe. Usipende tu sifa tu. Kila mtu anakusifu, ujue kwamba wewe uko na tatizo. Hata mimi nikihubiri sitarajii kila mmoja anisifu. Si ati sipataki sifa. Naambiwa na watu wengi unatubariki. Licha hao hata sadaka wanipei, wananipa tu mdomo. Unatubariki. Nakutana na watu wengi kila siku, wananiambia, mtumishi wa Mungu, unatubariki sana, lakini hata sadaka hauwezi kuiona. Lakini ni sawa, maana nimefundishwa na Kristo, usikubali sifa ya kila mmoja. Ole wako kama kila mtu anakusifu. Watoto wanakusifu, wamama wanakusifu, vijana wanakusifu. Ujue kwamba unaelekea mahala pabaya. Kama kila mtu ni wewe, kila mtu wewe ndio uko na hekima, chukua tahadhari. Kila mtu anakuambia wewe ndio uko sawa, wewe ndio kiongozi, wewe ndio unajua kupanga mambo, ujue uko tatizo. Hata huduma, kubali watu wakosoe. Ndio maana tunateua bodi. Kwa shule yetu tuko na bodi. Wale ambao wanaweza kunikalisha chini, wanaambia hapa uendi vizuri. We pale, we ndio kiongozi, we ndio mchungaji, we ndio kila kitu, ni wewe. Hakuna mtu, kila mtu anakusifu. Hata yule ambaye anauza free ice, kuna watu mkosoa, wanamwambia unaharibu watoto wanagonjeka. Lakini we pale utaki kukosolewa, unataka tu kusifiwa. Mimi ndio niko na form, mimi ndio niko na mpango. Yesu anasema ole wako kama kila mtu anakusifu. Unajua watu wanachoma picha sana, maana wanataka wasifiwe na kila mtu. Watu wanafanya vituko, wanataka kila mmoja wasifu. Kwa hivyo ni vyema sana ujue kwamba Mungu anataka ufanye kilicho bora. Kama kila mtu anakusifu, ujue uko na shida. Kila mtu, hakuna mtu anasema wewe auelekee vizuri, ujue kwamba uko na shida. Lazima watu wawili watatu wakuambie boss auendi poa, na ukuwe na masikio ya kusikia. Watu wakikuambia wewe mpango yako haiendi vizuri, kuwa na muda ya kuwasikiza. Lakini we pale unajiona we ni bazuu, unajiona we ni bazenga, hakuna mtu anaweza kukuchapia. Ambia watu ni aje, nipeleke na mtaratara, hii mambo nitaenda aje. Haujui kila kitu. Si ati wewe ndio mjanja, si ati wewe ndio uko na hekima kila kitu. Ambiwa na wasee, ambiwa na watu wawili watatu. Kuwa na watu wanaweza kukuambia, lakini kila mtu anakusifu, ujue ni kubaya. Ujue utaenda mbali, ujue utaenda mbali wakati kila mtu anakusifu. Ole wako kama kila mtu, watu wote wanakusifu. Hii ni mafunzo ya Yesu. Tumekuwa na viongozi wabaya, maana waambiliki, kila mtu anawasifu.
Kila mtu anakusifu tu, ujue auendi poa. Lazima ukuwe na watu wawili watatu wanakuambia za ukweli, watu ambao wanaweza kukukanya, wanaweza kuambia chorea hii form, chorea hii. Kama ni mboka, vijana wanasema kazi ni mboka. Kuna mboka zingine ambazo ambiwa. Kwa hivyo ni vyema sana mtu akuwe yule ambaye anasikiza, si ati wewe ndo mjanja zaidi. Ambiwa na watu wawili watatu. Kitabu cha Thessaloniki 4:11 Biblia atuambia nini? Kila mmoja ajipe shughuli. Kila mmoja ajipe shughuli. Kwa nini? Ukijituma, jitume kwa niaba yako, kwa ajili yako. Lakini usijitume ukitafuta sifa ya watu wakusifu kwamba huyu jamaa ndiye anajituma. Utavunjika mgongo. Tumeona watu wengi sana. Unaona mtu pale kwa mjengo anataka kuonyesha watu yeye ndiye anaweza kubeba zile simiti, anapandisha juu na anakimbia mbio mbio. Wengine wanataka kwa kampuni waonyeshe watu kwamba mimi ndio niko na nguvu. Nimejua watu wengi sana wanainua chuma ili watu wawatambue, lakini vile anainua mpaka anajiumiza. Nilikuwa nainua chuma miaka za nyuma, kuna wengine walivunjika, waliumia mpaka wa leo. Maana mtu vile anainua hii chuma anataka watu wamuone, anataka sifa. Ndio maana Biblia tuambia kwamba hata yule mtu mkuu kwa kuinua chuma, bodybuilder, yule ambaye anatambulika dunia kote, Mr. Olympia mara 8, wakati huu amelemaa. Maana unainua chuma, wanasema kwamba a good dancer know when to leave the stage. Kwa hivyo ule jamaa anainua mpaka sasa amelemaa. Coleman. Kwa nini? Sifa ya binadamu. Sitaki anipite, nataka tu ni mimi. Kwa hivyo anazeeka, lakini anazidi kuinua sana, akavunja uti wake wa mgongo. Sifa binadamu. Nilikuwa nasema kitabu cha Thessaloniki wa kwanza sura 4 mstari wa 11. Biblia tuambia muwe na nia ya kuishi maisha ya utulivu. Kila mmoja ajishughulishe na mambo yake mwenyewe na afanye kwa mikono yake mwenyewe kama tunavyoagiza pale awali. Kwa hivyo Paulo anaambia watu, jipe shughuli, wacha sifa binadamu, fanya, jitume kivyako, ishi maisha ya tulivu. Hii maisha si mabishano. Sishindani na kanisa lolote, sishindani na ati watu wanione. Unaishi maisha ya madeni juu unataka watu wakuone. Unaishi maisha ya furaha, lakini wewe unajua unaumia. Wasichana wetu, kuna wengine wamepata saratani ya ngozi, maana mtu anataka julikane kwamba ni mrembo zaidi, anapaka mikorogo, anaharibu maisha yake. Kuna mama tajiri mwaka jana aliaga, alikuwa ameenda kuongeza makalio, upasuaji kawa vibaya, akaaga pale Ngong Road. Juu anataka sifa. We mama, tayari uko na watoto, uko na mme, tatizo lako ni gani? Lakini sifa, nataka nijulikane, niko na ile umbo kama ya glass, ila kunywa mvinyo. Nataka nikuwe kama Spanish guitar. Unajiletea tatizo. Sifa, unataka kuwa kama Vera Sidika, unaongeza makalio kila siku, pasuaji, utajiletea shida. Yesu anasema ole wako kama kila mmoja anakusifu. Kuna watu wameaga kutokana na ukimwi kwa ajili wanataka sifa, wajulikane kwamba hao ndio wanajua mahaba.
unabadilisha wanawake, baadaye unaaga. Kuna mahali nilikuwa na duka, ile wiki ambayo tulileta duka pale, kuna mauti, kuna mwili ililetwa pale, na ule baba wa huyo marehemu alikuwa pale analaani yule ambaye ameua mtoto wangu amfuate. Alikuwa anaongea pale na wazee pale kando, anasema huyu si ndiye alikuwa anatuonyesha wanawake, si alikuwa anabadilisha wanawake wa kila umbo, ndio huyu hapa. Walikuwa anasema, maana huyu mtu alitaka julikane kwa sifa ya mahaba, ako kwa ulimwengu ya wafu. Kuna pia kijana alikuwa jirani yangu, anabadilisha wasichana na bibi za watu. Alikuwa anabadilisha kwa siku, analala na wasichana 3. Mwisho wake alikuwa mbaya sana, akagonjeka. Msichana mwingine hapo ndiye aligonjeka, akapata kifua kikuu, kupeleka hospitali. Wagonjwa zaidi wakahamishwa pale. Tukaanza kuona zile tembe za zinaitwa ARV. Kijana alitaka sifa. Kutaka sifa itakuharibia kila kitu. Biblia inasema hii sifa binadamu inakuwa ni kufuata upepo. Kitabu cha Mhubiri 4:4 ni kufuata upepo, ni kama moto ya karatasi. Kuna jamaa alipenda sifa sana na akajitia kitanzi, kupendwa na watu wote, akajitia kitanzi. Anaitwa Ahithofeli alikuwa mshauri wa wafalme, akashauri Daudi. Akaanza pia kushauri kijana Daudi ambaye anaitwa Absalom, ule ambaye alileta mageuzi, alitaka kuleta mageuzi. Biblia inaniambia alipenda sifa sana, anataka aende asikizwe, mashauri yake ndio kubalike. Nilifanyika Ahithofeli, ikawa siku moja Absalom akachukua mashauri ya mtu ambaye anaitwa Ushai, akapuuza mashauri ya Ahithofeli. Ahithofeli alisikia vibaya sana, maana anapenda sifa. Watu waseme, unaona ile mchango wa ule jamaa, unaona ule ndiye alituambia huyu, ule ndiye alituambia hii, ile ndiye akwa anajisifu. Unaona, ile mswada ni yangu, ile mpangilio ni yangu, ile ruwaza ni yangu, kile kitu ambacho kinafanyika ni mimi. Yani alikuwa na ile ubinafsi, sifa ya watu. Mfalme amefanya vyema, mshauri wake ni nani? Kwa hivyo alisikia vibaya, mashauri yake imekataliwa, akaenda moja kwa moja akajitia kitanzi. Na ile nachangia wasanii wengi na watu mashuhuri wanajitia kitanzi, maana unataka kupendwa na watu wote. Wanakupenda kwa msimu, kama rating yako iko juu. Wewe ni muimbaji, wewe ni muigizaji, wewe ni mcheza santuri, wewe ni hata watu wa kambumbu, ama hata watu wana mitindo, unapata kila mtu anakupenda. Kesho rating yako imeshuka. Wale watu ambao wafadhili, ambao walikuwa pale wanakusaidia, wanaondoka. Unajua pia wanaondokaga wote, wale wahisani wote wanaondoka wote. Unaanza kushindwa mahitaji madogo, juu ulikuwa umezoea sifa za watu. Baadaye unashikwa na msongo wa mawazo, unajitia kitanzi na unakufa. Sifa ya watu ni hatari sana, sifa ya watu ni hatari sana. Watu wanatufanyia uchafu kwa mitandao kijamii. Ukiangalia Instagram, tunaona utupu, tunaona watu wanatuonyesha utupu yao, video vya ngono, maana wanapenda wasifiwe na watu wote. Alafu baadaye inaharibu ile dhamira yako. Maana we mama pale, ukishafanya uchafu
utashindwa kumkataza mwanawe. Dhamira yako imekufa kwa ajili ya kupenda sifa binadamu. Ishi bila sifa binadamu. Kuwa na malengo yako. Kuwa na malengo yako. Sifa binadamu itakufanya ukose kukuwa na mawazo mema. Watu wanauana kwa ajili ya sifa binadamu. Unasikia kinyongo, kiongozi. Sifa binadamu ilifanya Daudi akachukiwa na nani? Na Sauli. Wanawake wanaimba, Daudi ameua watu 10,000. Mfalme ameua watu 1,000. Daudi pia anafurahia. Mfalme akaona angesema pale, sitaki hii. Sitaki hii. Hata Yesu alikuwa anakataa saa zingine. Anasifiwa anasema hapana. Ni Mungu ndio bora peke yake. Malaika anataka kusifu, Yohana anataka kuabudu malaika. Malaika anasema hapana. Hii ndio tatizo ya wakati huu. Tunapenda sifa binadamu sana mpaka tunakosa kumfurahisha Mungu. Tumeweka kipaumbele sifa binadamu. Tunafanya kila kitu ili tufurahishe binadamu. Tunakosa kuambia watu kweli, maana tunataka sifa yake. Watu kama Joel Osteen wanasema hatuna neema ya kuhubiri kuhusu dhambi, maana anataka afurahiwe na watu wote. Hivi sasa kanisa lake limesalia nusu. Watu wametoka kama wote. Na makanisa Marekani, maana tulitaka sifa binadamu, tukasahau kufurahisha Mungu. Mitume akasema, tutafurahisha binadamu ama tutafurahisha Mungu? Sifa ya binadamu. Sifa ya binadamu ni mbaya sana. Itakuletea shida, maana itakuwa kila siku. Badala umfurahishe Mungu, unafikiria itakuwa namna gani? Wachungaji wakati huu wanataka kufurahisha binadamu. Ndio maana wanawaambia vitu ambavyo unabii uongo, maana nataka sifa nijulikane mimi ndio nabii wa ukweli. Nataka kufanya miujiza gushi ili watu wanitambue. Sifa binadamu. Sifa binadamu. Nasifiwa sana lakini ukataa. Hata ukiniambia, hata leo nimepata barua pepe. Binti ananiambia unatubariki sana. Nafurahishwa na content yako. Mimi si content creator. Na nimekuambia mara nyingi, mimi natoa suluhu kwa kizazi changu. Mimi si content creator. Hata siku moja sijakwambia, sijakusalimia, sijakuamkua, hey, hello guys, hey folks, sijakwambia hivyo. Mimi nakwambiaga shalom, 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 mtoto wa Mungu. Shalom, 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 children of the Most High God. Sitaki sifa ya binadamu. Sifa itakuja. Sifa itakuja. Sifa itakuja. Maana hii ni sehemu. Kitabu cha Wagalatia 3:28 inatuambia si ni uzao ya Ibrahimu kupitia Kristo. Na Ibrahimu hadi alipewa, Mungu atafanya jina lake likuwe kuu. Si lazima nifanye uchafu, si lazima nifanye kiki ndio unitambue. Ndio maana hata kuna siku na tagigi mtu. Video yangu naweka kwa Facebook yangu, naweka kwa Twitter yangu, sitag mtu yoyote. Sitaki sifa. Sifa binadamu aina ni ya msimu. Tafuta sifa ya Mungu. Wapendwa, tafute sifa ya Mungu. Show yourself approved to God. Tutafute sifa ya Mungu. Yesu anasema ole wenu wale watu ambao mawazo yao ni kutafuta sifa. Wasichana wanavaa vibaya, watafute sifa. Kuna msichana anaitwa Kanini, aogopi kusema mimi nataka kuvunja rekodi kwa kufanya mapenzi na wanaume wengi. Sifa binadamu. Atambulike yeye ni master wa mahaba. Watu wanafanya ujinga
sifa binadamu. Kinaoko Maverick, sifa binadamu. Aheshimu mama kama Ida, mama ambaye ako kwa maombolezo, amepoteza mwanawe, alipoteza kijana yake, binti yake, kijana yake, ako na mawazo yake, anahangaika sana. Alafu we pale, maana sifa binadamu inakufanya umtusi, umwongelee vibaya. Sifa ya binadamu pale mitandao kijamii, watu wanatafuta sifa binadamu. Watu siku hizi wanapenda sifa binadamu. Kuna kijana alikuwa anapenda kupigana, anaitwa Kenny, ni marehemu wakati huu. Alikuwa anapenda kupiga watu sana. Sifa binadamu ili watu wakuogope. Sifa binadamu inaleta laana, maana watu wakikusifu sana wanafanya utukufu badala imwendee Mungu, inaendea wewe. Sifa binadamu, na Mungu ni Mungu mwenye wivu. Sifa binadamu inafanya kwa makanisa watu wamejawa na vinyongo, maana nataka kanisa letu ndio tambulike. Tunataka tujulikane si ndio watakatifu, tunataka tujulikane si ndio watu wa uadilifu. Sifa ya binadamu. Yesu anatuambia ole wako. Sifa ya binadamu. Kuna vitu ni rahisi sana kupata sifa ya binadamu. Anza tu kutukana watu, kwa kama Takim, miaka nenda miaka rudi, ni makanisa. Unatukana ikanisa ingine kesho, unatukana mchungaji. Sifa ya binadamu ndio nakusukuma uone wewe ndio uko bora, ndio watu wakusifu wewe ndio mtakatifu Kenya. Sifa ya binadamu. Mungu akaambia Elia, kuna watu 7,000 ambao wajainamia mungu wa Baali. Lakini hapa Kenya kuna watu wanajiona ni yao ndio waliitwa, maana wanataka wahifadhi hiyo sifa ya binadamu. Wanajiita Major 1, Commander, Senior Most Apostle, Mightiest Prophet. Ulisikia majina kwa Biblia? Yesu anasema yule ambaye anataka kuwa mkuu lazima kuwe mtu ambaye anahudumia watu, a servant. Lakini hiyo haiwezi kuingia kama mawazo yetu, maana tunafikiria sifa ya binadamu. Sifa ya binadamu ndio inafanya tunachoma picha. Sifa ya binadamu inafanya tukanane, tujulikane sisi ndio hatari. Sifa ya binadamu tunataka tujulikane. Tunalala tukijisumbua kwa mawazo yetu, watu watatujua aje? Sifa ya binadamu. Sifa ya binadamu inaharibu kanisa. Tumekosa kumtazama Mungu. Biblia inatuambia kwamba kupenda hii dunia ni uadui na Mungu, na vitu vya hii dunia ni sifa ya binadamu. Na ukipenda sifa ya binadamu hautaenda mbali. Kwa hivyo ningependa nikualike leo, maisha ya binadamu ni mafupi sana. Sifa ya binadamu, kitabu cha Mhubiri inatuambia Mungu anatazama kila kitu fanacho, liwe bora liwe mabaya. Chagua sifa ya Mungu. Sifa ya binadamu, au watu wanakusifu ndio kesho watakucheka. Ndio kesho watakucheka. Wanacheka Oliech, watakucheka kesho. Walicheka kina Jimwat, watakucheka kesho. Wanacheka na watakucheka. Mtu yote ambaye ameweka mawazo yake kwa sifa ya binadamu, unataka kusifu. Kuna jamaa anaitwa Kabuda, ndiye anakula kukula. Marekani ile obesity ndio inaua watu wengi. Wewe unajenga content ufurahishe watu. Biblia inasema ukiharibu mwili Mungu atakuadhibu. Lakini sifa ya binadamu atujali.
Hatujali. Tunataka tujulikane. Si ndio wakali? Kuna watu kazi yake ni kutalaka wanawake. Unaoa hii ndio julikane. Sifa binadamu. Wewe ndio unajua kucooperate. Sifa binadamu. Ole wako yule ambaye anapenda sifa ya binadamu. Ukifanya kazi ya Mungu kwa ukweli, hauwezi kupata sifa binadamu. Maana Biblia ni chungu, inahonya, inakashifu, inaelekeza njia ya utakatifu. Kwa hivyo ukihubiri mahubiri ya ukweli, hauwezi kuvutia sifa binadamu. Ndio maana Yesu anasema, tukisoma kitabu cha hiyo Luka 6:22 na 24, Biblia inatuambia kwamba lakini ole wenu, 22, heri nyinyi iwapo watawachukia, watawatenga, watawatukana na kuharibia jina kwa ajili ya Mwana wa Mtu. Wakati hayo yatakapotokea, furahini na kucheza, maana hakika tuzo lenu ni kubwa mbinguni, kwa maana wazee wao waliwatendea manabii vivyo hivyo. Kwa hivyo wakati ambapo unafanya kazi ya Bwana, usiogope kutengwa, usiogope kuchukiwa, usiogope kudharauliwa kwa ajili ya Injili, maana tuzo lako ni kubwa. Hubiri neno vile ilivyo. Usifikirie, usikuwe na mawazo na furahisha watu. Kuna watu wanataka sifa binadamu, atasikia vibaya sana. Kuna makanisa hapa tunajua wamepeana madhabahu ya kisiasa. Ukiangalia ile ya Manyuru, ukiangalia hizi za Central, zimekuwa uwanja wa siasa. Maana naogopa, ataniona aje? Ukiongoza ataniona aje? Sifa binadamu. Nataka nijulikane. Hii ndio kanisa. Hii unafurahia wakisema ati hii ni kanisa letu, na tabia zao ni mbovu, ni walevi na wako na mambo usherati. Mtoto wako unafurahia akisema pale kwa madhabahu, hii ni kanisa langu, na wanajulikana kwa maovu. Si wewe ndio baba ambaye amekosa? Lakini juu ya sifa binadamu, nataka kanisa yangu julikane kwamba ni kanisa sawa. Kuna Marekani, kuna ile inaitwa Pride Month. Wale mashoga wana furahia kutembea uchi, wakidhihirisha uchafu wao kwa mwezi mzima. Kuna makanisa imekubali. Kanisa ya SDA Marekani waliwakubalisha. Kwa nini? Sitaki waseme ati sisi hatukubali watu wote, ati kanisa letu ni inclusive. Kitu ambacho Mungu amekataa, uona kubali namna gani? Ushoga Mungu amekataa. Kuna makanisa na kubali ulevi. Pale Afrika Kusini iko baka na vileo. Askofu anakuuliza, unakunywa gin ama unakunywa whisky ama unakunywa bia ama unakunywa wine ama unakunywa achuaka? Juu unapenda sifa binadamu, unakosa kuambia watu kweli, Mungu atakuadhibu. Wewe mchungaji, Biblia inasema ghadhabu ya mchungaji itakuwa kali sana. Maana vitu kama haya madogo, ulipenda kufurahisha watu, ukakosa kumfurahisha Mungu. Mungu amekupa neno, peana vile ilivyo. Ati naogopa, sitaki kuongea mambo ya ufisadi, watu wa viongozi watakasirika. Sitaki kuongea ubadhirifu wa fedha, sitaki kuongea uongo, sitaki kuongea ile inaitwa plagiarist, wale ambao wanakiuka ile kiapo ambao alichukua. Kuna siku nitaongea tu kuhusu plagiaristic society.
nitakuonyesha vile watu wanaenda kinyume na kiapo. Watumishi wa Mungu, wanasiasa, watu kwa ndoa, na hatari ya kukua pajarist. Wapendwa, tufanye kazi ya Mungu. Tusaidia watu waende mbinguni. Wacha kuwafurahisha. Wacha kufikiria wakupende. Wacha wapende Mungu. Waonyeshe njia ambayo inawapeleka uzimani. Hakuna haja ukue the blind leading the blind. Yesu anasema kipofu anaongoza vipofu. Maana anataka wampende. Wakikupenda, what next? Watakupa pesa ndio, lakini nafsi yao inaenda wapi? Wanaelekea wapi? Biblia inatuambia kwamba heri wakuchukie, heri wakutenge, maana tuzo lako ni kubwa. Waambie ukweli, usaidie kizazi chako. Waambie ukweli. Heri wewe, ama wewe utakuwa yule ambaye unaambiwa ole wako, maana umependa kuwapendeza, kuwafurahisha tu. Miaka anaenda unawafurahisha tu. Unawafurahisha tu. Umewafurahisha miaka yote. What next? Tuambie watu ukweli, vile imeandikwa kwa Biblia. Kama ni dhambi ni dhambi, wacha pale kuibadilisha. Usherati ni usherati. Uchawi ni uchawi. Ugomvi Mungu hapendi. Mungu hapendi wivu. Mungu hapendi kuiba. Mungu hapendi mauaji. Ambia watu ukweli. Biblia inasema watakuchukia. Na wakikuchukia kwa ajili ya Yesu, furahia na ukatike. Furahia na upige densi. Furahia. Cheza. Maana tuzo lenu ni kubwa. Have a bigger picture. Jua mzee wa kanisa analala na wasichana kanisani, ama watu wa kwaya, ama mchungaji unajua ako na mambo ya usherati, unanyamaza juu unataka kumfurahisha. Asiache kutoa pesa. Kama Mungu alikuita, atakupa fadhili. Biblia inasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:7, hakuna mtu anaenda kwa vita kwa kujifadhili mwenyewe, on his own account. Mbona unataka kufurahisha mzee aende jana? Wewe unajua mahusiano kwa kanisa, unanyamaza kimya. Tusaidie ule. Ndio maana Biblia inasema wakanye hadharani. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:20, wakanye hadharani. Mtu ambaye ataka kufurahisha watu ndiye anaweza kukanya watu hadharani, ili wengine waogope. Tunarudia dhambi kila mara, maana hakuna mtu anakanyana hadharani. Tunataka kufurahisha. I want to be daddy. Hizo jina tamu. I want to be my spiritual dad, my spiritual mom. Hizo ndo jina unapenda. Sufurahie uitwe ndugu. Ufurahie uitwe mchungaji. Ati dad. Unaita mtu dad, hujaita baba yako dad miaka mingi. Mama yako hujamuita mom. Lakini mom, dad, mom. Baka unaona kuna wengine anabebea mama kibeti. Nimeona pale kwa Kiuna wazee wanang'ang'ana kumkimbilia kibeti ya mama ndio wafurahie, wamfurahishe. Usipende Natasha, usifurahie kupendwa sana. Sasa zingine unaambia watu kweli, miaka nenda unapendwa. Kama ni mchungaji unapendwa na kila mtu, ujue ole wako. Si mimi nimesema, maneno ya Yesu. Kama unapendwa na kila mtu, wachungaji wote Kenya na bara la Afrika na duniani kote, kama unapendwa na kila mtu, ole wako. Ole wako. Hata kwa kanisa, wacha watu wakuchukia 2 watatu na uwasaidie waende mbinguni. Kanya watu.
usitake wakupende. Ni Mungu atadumisha huduma yako. Naogopa. Si mimi nimefanya hii kitu kwa takriban miaka 4. Najifadhili. Nalipa kodi na unapata unabarikiwa na internet. Na nakwambia ukweli. Naambia kila mtu kweli. Maandiko nakwambia vile natumia Biblia. Nakwambia ukweli. Haja gani kupendeze alafu uende motoni? Uende jehanamu. Na nilikuwa na fursa ya kukusaidia. Nilikuwa na fursa ya kukunganisha na Bwana. Wacha kufurahisha watu. Sifa binadamu itakupeleka popote. Taka kumpendeza Mungu. Mpendeze Bwana. The joy of the Lord is my strength. Mungu akifurahia nawe unapata nguvu. Mpendeze Mungu. Hii sifa Yesu alitambua na akasema ole wako yule ambaye anapenda kupendwa na kila mtu. Wacha watu wawili wakuchukie. Nufanye kilicho bora. Do the right thing. Do the right thing. Wacha wakuchukie. Sonko alifanya kitu nzuri sana. Juu angeacha binti yake auliwe. Juu afurahishe watu ati mimi ni kiongozi. Kwa hivyo sifai kutetea binti yangu. Nimeshuhudia ndoa. Binti ambaye aliuliwa hapa Nyayo Estate. Nikaenda mpaka mazishi, nikamwaga mchanga kwa kaburi yake. Juu nataka kufurahisha watu. Unakaa kwa ndoa yenye ina dhulma. Unataka kufurahisha watu. Unakaa kwa kazi ambayo inakupa msongo wa mawazo. Unataka kufurahisha watu. Unafanya kitu ambacho kinakunyima raha. Kitu ambacho nakwambia ni suluhu ya msongo wa mawazo. Unataka kufurahisha watu. Wacha kufurahisha binadamu. Wacha kufurahisha binadamu. Furahia watu wakimpendeza Bwana. Hiyo ndio mapenzi yangu. Ndio maana unapata natoa video. Ninalipa internet. Nalipa shule. Ubarikiwe. Sikufurahisha. Sina nia kufurahisha hata siku moja. Kama unafikiria nataka kufurahisha, ole wako. Mimi nahubiri neno vile ilivyo. Tunatumia maandiko. Atumii mambo mengine. Tunatumia maandiko. Nikuambie kitu ambacho kiko kwa Biblia. Ubarikiwe na maisha yako ya usoni na baadaye iwe sawa. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, tunasema ni asante kwa neno ya siku ya leo. Umetuambia kwamba ole wetu watu ambao wanataka kufurahisha kila mtu. Baba, tumetafuta sifa binadamu sana na tumeona hasara. Tumetambua leo kwamba tunataka sifa kutoka kwako. Tupe hekima Baba. Maandiko yanasema kitabu cha Yakobo, yule ambaye anakosa hekima akuombe na utampa Baba. Maandiko yanatuambia Methali 9:10 kwamba kukuogopa ndio chanzo cha hekima. Baba, tunataka siku ya leo tuwezeshe mawazo yetu Baba isijawe Baba na sifa binadamu. Licha ya yale yote ambayo unatutendea, tuweze kuwa wanyenyekevu ili uzidi kutuinua. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Kuona video na vinginevyo viko pale YouTube. Nenda moja kwa moja YouTube, anwani ikiwa Eric Sublime, ERICK-SUBLIME. Eric Sublime inasalia anwani yetu, na Bwana atakutendea mema. Uko na fursa ya kufanya mema, kumfurahisha Mungu kwa kusimama na hii huduma ili wengine wakabarikiwe pia. Tuma mchango wako kwa njia ya M-Pesa, nambari ikiwa 0725102528, 0725102528. Kama wakati tu hii kuna vijana wawili wamekuja hapa wananililia niwanunulie chakula. Na hii ndio masaibu napata. Saa zingine nikiwa pale kwa huduma wa mama,
wanakuja na watoto wao wajakula, inabidi nitoe ile yenye ningekuja na matunda na wapa wakule. Wengine wananifuata, wananiambia mchungaji, tunaona njaa. Nasimama na wao. Hapa dakika kidogo walikuja vijana wakasema, pasti unatuacha aje? Njaa. Wapendwa, tusaidiane kubeba gharama. Huduma inakuwaga tamu wakati pia watu wanasimama na wewe, si tu unapokea tu. Siku moja pia unagharamika, uone hatua ambayo tutapiga. Inauma sana kama nakutana na watu njiani, wananiandikia barua pepe, wananiambia kwamba wanabarikiwa na huduma, na we pale unakaa tu pale. Tunaweza kushika wengi ukinitia nguvu. Wilipozea anaambia Wakenya, mkinishikilia nitaenda mbali, na mnamshikilia. Naye pale anakutumbuiza, mimi nakupa chakula cha kiroho. Kilue inasema chie mchuny. Simama na huduma. Chochote kile ambacho uko nacho itakuwa baraka sana. Sibagui, sidharau. Ile Mungu ameweka moyoni mwako, useme mtumishi wa Mungu. Kama unaamini, unajua silazimishi, maana sitaki sifa. Ndio maana unapata kwa video ya kwanza hadi ya mwisho sijajiita mchungaji, najiita Onyango Eric. Sitaki sifa ati mwanze kuniita pastor, apostle, evangelist. No, sitaki sifa. Mimi ni kama Yohane Mbatizaji, niko jangwani na kupea neno, lakini pia ugharamike ili wengine pia wabarikiwe. Tuma mchango wako kwa njia ya M-Pesa, nambari ikiwa 0725 102 528, 0725 102 528. Wapenzi wa Tanzania, si ati siwaoni. Naona pale kwa YouTube analytics mnatazama vyema sana. Mungu awabariki sana, na nitatembea huko kwa uwezo wa Mungu. Nitatembea huko hata Uganda, niko na marafiki, nitatembea huko Mungu akijalia. Yote ni mapenzi ya Mungu. Utaniona huko hivi karibuni, na pia ukitaka kunialika unaweza kufanya hivyo. Kwa hii likizo hii unaweza kunialika kabla turejee shuleni. Unaweza kunialika tubarikiwe kwa pamoja. Tuko katika mtaa uitwa Mkuru kwa Jenga, kando hospitali. Tulikuwa kando hospitali, sasa tuko kando ya shule. Unajua maisha ni mabadiliko. Maisha ni mabadiliko. Tuweze kusalia mahali pamoja. Hata Yesu alihamia Kapernaum. Lazima upige hatua. Uweze tu kusalia pale pale. Mchungaji, mtu akitoka kanisa lako, mbariki, maana lazima apige hatua. Wacha kumhubiri vibaya. Wacha kumkijeli na kumkashifu. Tuko katika Mkuru kwa Jenga, kando ya shule ya upili ya Embakasi Girls. Shule ya wasichana Embakasi Girls. Tuko pale, kuna jengo pale ambayo ni ya kipekee. Pale ndio tupo. Utatuona, utaona pale kuna bana ya shule pale. Utapata pale Mount Mora Theological College. Pale ndio tupo. Tunahubiri neno na tunakufundisha theolojia. Ujue mambo ya Biblia. Kuna somo nitakufunza. Yesu anauliza, do you know the scripture? Do you know the scripture? Is it not written? Kwa hivyo kuna vitu Yesu atarajia ujue maandiko. Na hapa tutakusaidia ujue maandiko. Nimesema YouTube Eric Sublime, ERICK SUBLIME. Like, share, comment and subscribe. Subscribe ndio uone video vipya vinavyo chibuka, na Mungu atakutendea mema. Kwa majina naitwa Onyango Eric. Patane katika makala mengine. Mungu akubariki, akuhifadhi, akutendee mema, na ukuwe na sikukuu njema, akutawale. Masalam.